Welcome to Loeva Ministry. Welcome to Loeva Ministry. Welcome to Loeva Ministry. Bwana, ninakushukuru na ninaomba ukaonekane sasa na ukatutangulie. Neno lako likawe ni neema ya pekee kwenye maisha yetu siku ya leo, kwa ajili ya utukufu wako, kwa jina lako Yesu, na kila mmoja wetu aseme amina. Mpe tena Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Geukia jirani yako, mwambie leo ni zamu yako. Hiyo leo ni kufunguliwa katika maeneo ya kazi zetu, na Mungu akusaidie kuelewa hichi kitu na uweze kuona matokeo makubwa katika maisha yetu ya kila itwapo leo. Na Mungu alibariki neno lako. Nitaomba utanisomea kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 20. Tusome pale, na Mungu aweze kukusaidia. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 20, na Mungu akusaidie kuweza kuelewa hichi kitu. Nitasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 20. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba, ndio, aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mzabibu. Huyo ni mtu aliyetoka kwenda kuajiri alfajiri. Amen. Wapeleka katika shamba lake la mizabibu. Endelea pale. Mstari wa 2. Naye alipokwisha kupatana na wakulima, ndio, kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mzabibu. Mstari wa 3. Ndio. Akatoka mnamo saa 3. Akaona wengine wamesimama sokoni, wasiokuwa na kazi. Ndio. Mstari wa 4. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Mstari wa 5. Akatoka tena mnamo saa 6. Saa 6 hiyo ya mchana. Na saa 9. Ndio. Akafanya vile vile. Ndio. Mstari wa 6. Hata kama saa 10, saa 11, ndio, akatoka akakuta wengine wamesimama. Ndio. Akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Ndio. Mstari wa 7. Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Ndio. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mzabibu. Mstari wa 8. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Mstari wa 9. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Mstari wa 10. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Mstari wa 11. Basi wakiisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba. Mstari wa 12. Wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa. Mstari wa 13. Naye
Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikukudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Mstari wa 14, chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Mstari wa 15, si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Mstari wa 16, ndipo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Mstari wa 17, hata Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia. Mstari wa 18, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Mstari wa 19, kisha wakampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya 3 atafufuka. Mstari wa 20, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Mstari wa 21, akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto, na katika ufalme wako. Mstari wa 22, Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakachokinywa mimi? Wakamwambia, twaweza. Mstari wa 23, akamwambia, hakika mtakinywa kikombe changu, lakini kuketi mkono wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Mstari wa 24, na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Mstari wa 25, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Mstari wa 26, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Mstari wa 27, na mtu yoyote atakayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Mstari wa 28, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Mstari wa 29, hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Mstari wa 30, na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mstari wa 31, mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mstari wa 32, Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Mstari wa 33, wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Mstari wa 34 na wa mwisho, Yesu akawahurumia akawagusa macho yao, mara wakapata kuona wakamfuata. Amen. Yesu alibariki neno lake. Na watu leo watafunguliwa macho yao, wataona sehemu zao za kufanya biashara, wataona sehemu zao za kufanya kazi, watapata maendeleo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Ninaomba uwe makini sana. Hii ni neema ya pekee ambayo Mungu ameruhusu leo tuipate. Tujifunze kusoma neno la Mungu. Tujifunze kupata matokeo ya maisha yetu kupitia neno la Mungu. Hautateswa na madui, hautafungwa na madui, hautasukumwa na madui kwenye neno la Mungu. Katika shida yote unayoipata, neno la Mungu lipo. Katika hatua yote ya maisha, neno la Mungu lipo kukusaidia pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Usikubali kuishi katika dunia hii pasipo kulijua neno la Mungu. Kila tabu unayopitia,
Ukisoma Biblia na kujifunza vizuri, katika tabu yako lipo neno la kusimamia. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo tunaenda kufunguliwa kazi kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na ubarikiwe. Ninaongea na wale watu waliobanwa kwenye shughuli zao. Nasema hivi, kwa jina la Yesu leo tunaenda kufunguliwa kazi. Sema amina na utabarikiwa. Nisikilize vizuri, ninaposema kazi ninamaanisha kitu chochote au jambo lolote halali unalolifanya ili kujipatia kipato, lililo halali mbele za Mungu na mbele za watu wenzako wanaokuzunguka. Lakini pia hatutaishia hapo. Maombi haya ni kwa ajili ya watu ambao wanatafuta kazi na hawapati. Sema amina na utabarikiwa. Sema Yesu, simama upande wangu leo kwa jina lako lenye nguvu. Amen. Kuna watu wananielewa, watu wa Mungu hapa. Pamoja na kwamba wana uwezo na vigezo vya kuwawezesha kufanya kazi na hawapati, lakini leo maombi yetu ni ya mahususi kabisa pia kwa ajili ya hao watu. Maombi haya pia ni kwa ajili ya watu ambao wanafanya kazi kwa bidii lakini hawapati wanachostahili kupata kulingana na kazi wanayoifanya. Bwana Yesu asaidie sana. Na bidii waliokuwa nayo wanatumia nguvu kubwa kufanya kazi, wanatumia nguvu kubwa kufanya biashara. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini wanapata matokeo ambayo hayafanani na kazi wanayoifanya. Ukisoma hichi kitabu cha Mathayo utaona kuna wafanya kazi walifanya kazi kutwa nzima lakini walilipa kiwango kidogo sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Walilipa kiwango ambacho ni sawasawa na waliofanya kazi kidogo. Kimsingi katika hii habari ya Yesu alikuwa anazungumza jambo jema la ufalme wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini katika maisha ya huku duniani kuna watu wanapambana sana kufanya kazi kwa nguvu lakini wanapata matokeo kidogo. Kama unapita kwenye hiyo mazingira ya namna hii, leo Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina ubarikiwe. Leo Yesu atakutoa huko kwa jina la Yesu aliye hai. Leo Yesu atakubariki. Sababu haya ni maombi maalum kwa ajili ya watu wa staili hiyo. Sema amina ubarikiwe sana. Unapata matokeo kidogo kama unapita katika mazingira ambayo unafanya kazi kubwa, unapata matokeo kidogo. Kuna mlango leo Yesu ameuandaa, naona utapita leo. Sema amina ubarikiwe. Sema amina ufanikiwe. Msema nakataa leo kufanya kazi kubwa na kupata malipo kidogo tofauti na hicho ninachokifanya, na ikataa hiyo roho na iachie maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa sana. Mungu akuinue leo. Kuna watu wameteseka kwenye hilo eneo kwa muda mrefu, wanafanya kazi kubwa sana lakini matokeo wanayoyapata na ile kazi wanayoifanya havifanani. Bwana Yesu atusaidie sana. Havifanani hata kidogo. Lakini pia maombi haya ni kwa ajili ya watu wanaoonewa wakiwa kazini. Hawa watu wapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanapata uonevu sio wa kawaida wakiwa katika mazingira ya kazi. Inawezekana unaonewa na wafanyakazi wenzako. Bwana Yesu atusaidie sana. Inawezekana unaonewa na aliyekuajiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Inawezekana unaonewa na watu ulioamini katika kazi. Sema amina ubarikiwe. Inawezekana unaonewa na mwajiri wako, hakupi haki yako unayostahili. Sisi kuna watu wanaonielewa. Mungu akusaidie leo. Kuna mtu amekuajiri lakini anakutumikisha na haki yako uipati kwa wakati, na hata ukiipata hupati ile ambayo mliahidiana naye. Sema amina ubarikiwe sana. Kwa hiyo maombi haya leo kuna mahali utatolewa kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kuna mahali utapata haki yako kwa wakati. Sema amina ubarikiwe. Sema naenda kinyume leo na ahadi yoyote
ambayo tuliahidiana katika kazi zangu ikanikandamiza nisipate matokeo halali katika kazi ninayoifanya. Bwana Yesu, leo nitokee kwenye eneo linaloajiriwa kwa jina la Yesu aliye hai. Naongea na huyo mtu yuko hapa leo na anaisikia sauti hii. Baada ya ibada hii natamka kwako, nenda kaone haki yako, nenda kaone matokeo yako. Yoyote aliyekuzuia, neno la Bwana litakutangulia leo. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea, Yesu akusaidie. Kwa watu hapa ninayeongea kama yanakugusa, uelewe tayari Yesu amekusikiliza. Sema amina, ubarikiwe. Leo kuna adui atatoka nafsini kwa bosi wako na utapewa haki yako kwa wakati. Sema amina. Yesu yupo anatetea watu wake. Leo utafunguliwa katika hilo eneo, uweze kustahili kupata na unachokifanya. Bwana Yesu asaidie sana. Uweze kupokea haki yako na haja ya moyo wako kwa mahali ambapo unajituma kwa bidii. Kuna watu leo wanakombolewa katika hiyo mazingira kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina sana. Sema amina sana. Kwa hiyo maombi haya ni kwa ajili ya watu ambao wanapigwa vita kazini au kwenye biashara. Kuna mahali upo unapigwa vita sana katika kazi yako unayoifanya. Bwana Yesu asaidie sana. Na wafanyakazi wenzako eneo mlioajiriwa, leo Yesu atakutetea pale. Sema amina, ubarikiwe sana. Wanakuchonganisha, wanakutenga, wana maneno ya usuda ili usipande cheo, ili usipate allowance yako, ili usipate chochote. Leo Yesu atakupa haki yako. Leo Yesu atakupa haki yako. Na hao watu leo neno la Bwana liseme juu yao. Sema amina, ubarikiwe. Kuna watu wanaonewa katika mazingira ya kazi. Bwana Yesu asaidie sana. Wanageukwa katika maeneo ya biashara, wanapigwa vita, wanatengwa. Bwana Yesu asaidie sana. Wanawekewa vikao ambavyo vinahakikisha vile vikao hawapati chochote katika wanachokifanya. Sema amina, ubarikiwe. Nakwambia mtetezi wako leo yuko hai, amesimama juu ya nchi, atakutetea kila kona kwa jina la Yesu aliye hai. Ninapoongea hapa kuna kazi ya mtu inakombolewa. Ninapotamka hapa kuna mtu anakombolewa, amewekwa katikati ya vinywa vya watu waharibifu. Nakwambia baada ya ibada hii, kama wataendelea kukuzuia, basi wataona ukoo wa Yesu Kristo aliye hai. Mungu leo akusaidie. Inaweza ikawa ni mtu uliyemwamini sana na umwelewi. Inaweza ikawa ni mtu ambaye unampa kila kitu cha kazi yako na ndio akawa anakugeuka kwa siri wewe bila kujua. Sema amina, ubarikiwe. Hawa watu Mungu lazima kutenge nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Na aina unapigwa vita kwenye biashara, unapigwa vita kwenye kazi, ila mwanzoni ulipokelewa vizuri kwenye ile ofisi. Bwana Yesu asaidie sana. Mwanzoni ulipokelewa vizuri kwenye eneo la biashara. Sema amina, ubarikiwe sana. Na ukawafawa unafanya nao mawazo tofauti tofauti, lakini saa ilipofika ukaanza kupiga hatua, ndivyo vita vilipoinuka pale. Sema amina, ubarikiwe. Leo Yesu atakupigisha na hatua ya pili. Leo Yesu atakupigisha na hatua ya tatu. Leo Yesu atakupigisha na hatua ya 4. Kila silaha itakayoinuka kwenye kazi unayoifanya baada ya maombi haya haitafanikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kila ulimi utakayoinuka kwenye ofisi ambayo upo baada ya maombi hayo, huo ulimi hautafanikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina, ubarikiwe. Wewe ni ulimi wa siri kwa siri, hautafanikiwa. Yesu alisema mwenyewe kabisa. Watu wanaelewa? Ndio. Sema amina na utabarikiwa. Na aina ya vita unayopitia ni kutokana na nafasi ulizonazo kazini au kwenye biashara. Ndio maana wanakupiga vita.
kulingana na nafasi ambayo uko nayo katika biashara yako, kulingana na nafasi ambayo uko nayo katika ofisi ambayo uko. Bwana Yesu asaidie sana. Inawezekana nafasi ulionayo kwenye biashara kuna watu wanaitaka, kwa hiyo wanakupiga vita ili uipoteze hiyo nafasi. Ninaamuru hautaipoteza kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaamuru hautaipoteza kwa damu ya Yesu aliye hai. Kuna watu kwenye ofisi ambayo uko nayo, inaweza ikawa wanakupiga vita katika nafasi uliyoko nayo hapo ofisini ili uweze kuipoteza hiyo nafasi. Nakwambia hawataipata hiyo nafasi. Sema kwa damu ya Yesu hawataipata. Maombi haya ni kwa ajili ya watu wanaofanya kazi na wanapata malipo, lakini hakuna kitu wanafanya. Sio, unanielewa? Kuna watu wanapata malipo na wanafanya kazi, lakini hakuna wanachokipata kulingana na malipo wanayopewa baada ya kufanya kazi. Bwana Yesu asaidie sana. Unalipwa lakini malipo yako hayafanani na hicho unachopata. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo bado una shida kama walizonazo watu wasio na kipato. Bwana Yesu atusaidie sana. Hautofautiani na watu ambao hawana kipato hata kidogo. Unafanya kazi lakini unafanana na watu ambao hawana kipato kabisa. Bwana Yesu asaidie sana. Una kitu ulichofanikisha kukifanya na ukaweza kumwonyesha mtu kwamba tangu nimeanza kufanya kazi nimefanikisha hili, nimefanikisha lile, nina hichi. Huna kitu cha kumwonyesha mtu toka umeanza kufanya kazi. Sema amina na utabariki. Sisi naongea na hao watu. Msema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie leo. Maisha yako yamejaa ukiwa na hauna majibu. Pesa unazozipata zinaenda wapi? Ukiwa umekutawala ingawaje unafanya biashara. Pesa unazozipata zinaenda wapi? Ukiwa umekutawala ingawaje umejiajiri. Pesa unazozipata zimeenda wapi? Ukiwa umekutawala pamoja na umeajiriwa, pamoja na una malipo, lakini hauna chochote cha kuonyesha ya kwamba ni baada ya kazi nimefanya hichi. Kuna watu wanafanya kazi wanashindwa kujinunulia chochote. Sema amina ubarikiwe. Huu ni mwaka wa 6 toka upo kazini, pesa unapata lakini hata kitenge cha gharama umeshindwa kujinunulia. Pesa zako zinaenda wapi? Sema amina ubarikiwe. Sema amina ubarikiwe. Umeshindwa kufanya chochote cha maana, hata perfume ya gharama umeshindwa kuipata. Sema amina ubarikiwe. Pesa zako zinaenda wapi? Sema amina sana. Sema amina sana. Sema leo, Yesu nisaidie. Yoyote anayetumia pesa yangu baada ya malipo ya kazi hana nafasi tena kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina ubariki. Na tabiri ndani yako, baada ya ibada ya leo kuna pesa utalipwa ndani ya mwezi huu na kuna kitu utafanya kitatokea. Sema amina ubariki. Kuna mambo yatatokea utaweza kuyafanya kwa damu ya Yesu aliye hai. Naongea na hawa watu wako hapa leo. Kuna ofisi umeajiriwa, ulikuwa upati chochote kwa wakati. Baada ya maombi haya mwisho wa mwezi utalipwa kwa wakati. Sema amina ubarikiwe. Utapokea kwa wakati. Naongea na wewe uko hapa. Ndio. Mungu akusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Mshahara unaingia na matatizo yanaingia. Pesa inaingia na matatizo yanaingia. Bwana Yesu atusaidie sana. Hauifurahii ile kazi, maisha yako ni ukiwa. Haupo tofauti na mtu ambaye hana kazi yoyote. Sema amina ubariki. Msema naenda kinyume na hiyo roho ya umasikini inayonifuatilia nikiwa kazini, mahali nimejiajiri. Sema Bwana Yesu, naenda kinyume na roho ya hasara kwa damu ya Yesu aliye hai. Kuna watu wanaelewa hicho kitu. Hao watu wako na ni wengi sana. Bwana Yesu asaidie sana. Anaonekana ni anafanya kazi lakini hana chochote, ana uwezo wa kuonyesha ya kwamba nimefanya kazi na baada ya kazi kuna hichi nimekifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina ubarikiwe.
anashindwa hata kujinunulia mafuta mazuri, anashindwa hata kulipa vitu vyake kwa wakati. Kiwa katika fedha ambayo unaipata, umekuwa hauna furaha yoyote katika fedha ambayo unalipwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Umepigwa vita katika kazi ambayo unaifanya, huna furaha na ile kazi. Umepigwa vita katika mazingira ya biashara, huna furaha na ile mazingira ya biashara. Nisikilize, usikate tamaa. Kuna watu wanaitaka ile nafasi. Ngeukie Yesu Kristo aliye hai. Hautatolewa kwenye ile nafasi, hautatoka kwenye ile nafasi. Sema amina, ubarikiwe. Sema nakataa mpango wa shetani wa aina yoyote juu ya kazi ninayoifanya kwa jina la Yesu aliye hai. Sema nakataa mpango wa shetani wa aina yoyote ndani ya mazingira ya biashara ninayoifanya. Yesu nisaidie. Nakwambia Yesu anaenda kukuinua pale. Yesu anaenda kukubariki pale. Yesu anaenda kukupa kibali pale. Yesu anaenda kukuheshimisha pale. Bwana Yesu asaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa vizuri. Ndiyo, tamani Mungu leo abadilishe upepo mbaya. Kuna watu naongea nao hapa saa hii, magonjwa aliyokuwa nayo yalianzia kwenye eneo la kazi. Bwana Yesu asaidie sana. Amani ya maisha walioipoteza ni kwenye eneo ya kazi lilianza. Bwana Yesu atusaidie sana. Hofu walioipata katika chochote wanachokifanya, hiyo hofu kuna mali ilianza katika mazingira yako ya kazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Emsema Bwana Yesu, chochote kilichoninasa nikiwa kwenye maeneo ya kazi ili kuniharibia maisha yangu, kwa damu ya Yesu nakataa hiyo roho, naitoa hiyo roho, haina nafasi leo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa leo. Kuwaweka katika nafasi ambazo watamtukuza Mungu siku zote za maisha yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu kanza leo Mungu amewakusudia na watamuona Mungu katika mazingira ambayo watahitaji Mungu awepo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio, kuna watu magonjwa yanawaandama na hayatoki, lakini walikumbana nayo wakiwa ndani ya kazi zao, aidha kwa kujua au pasipo kujua. Sema amina na utabarikiwa. Sema Bwana Yesu, mtego wowote wa magonjwa ndani yangu ambao ulinasa nikiwa kazini, kwenye biashara, kwenye eneo langu la kujitafutia riziki, huo ugonjwa leo na ukataa na utoa, sio sehemu ya maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kuna magonjwa uliyapata yakiwa kazini, yatatoka. Leo kuna magonjwa uliyapata ukiwa eneo la biashara, yatoke kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kuna matatizo ya kiafya uliyapata ukiwa sehemu ulioajiriwa, leo natamka yakuachie kwa jina la Yesu aliye hai. Na mtu mmoja anaongea mwenye hilo tatizo. Sema amina, ubarikiwe. Ndio, wapo wengi sana. Nikiwa katika kujiajiri au kuajiriwa, na kataa hilo tatizo leo kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Mungu akusaidie leo. Nisikilize, elewa hili jambo na litakusaidia sana. Eneo lolote ambalo unapata kipato cha kukusaidia, kila mtu analitaka na kila mtu analipigania, tambua hili litakusaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna nafasi ambayo uko nayo, lazima mkaribishe Mungu katika ile nafasi. Lazima mkabidhi Mungu katika ile nafasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa. Kuna watu wanalitaka hilo eneo. Kuna watu wanaitaka hiyo nafasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu wanaifuatilia hilo eneo. Kuna watu wanafanya mipango juu ya nafasi ambayo uko nayo. Hilo elewa, kila mtu analitaka na kila mtu analipigania. Inatakiwa utambue mazingira yote unayoifanya biashara, unayofanya kazi, vita ipo. Bwana Yesu atusaidie sana. Vita ipo. Sema amina, ubarikiwe. Hilo lazima ulielewe. Kwa hiyo kila itwapo leo, kabidhi Mungu kazi yako, kabidhi Mungu mazingira yako ya kazi, na wakabidhi maadui wote kwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana.
Ikabidhi ofisi yako mbele za Mungu kabla hujaanza kazi. Bwana Yesu asaidie sana. Kabidhi mazingira yote ya kibiashara ambayo uko mbele za Mungu kabla hujaanza biashara yako. Bwana Yesu asaidie sana. Unapotambua hilo, Mungu anakuwa tayari kukupigania kwa lolote, kwa sababu hiyo siku umemkaribisha pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sio kila mtu anafurahishwa na nafasi uliokuwa nayo hapo kazini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio kila mtu anakufurahia mahali ambapo upo unafanya kazi. Sio kila mtu anafurahishwa na nafasi ambayo umekuwa nayo kwenye hilo biashara. Sema amina ubarikiwe. Hilo lazima ulielewe, mtu wa Mungu. Sio kila mtu anafurahishwa na unachokifanya katika kazi yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio kila mtu anafurahishwa na utendaji wako wa kazi uliokuwa nao hapo kazini. Sio kila mtu anafurahishwa na utendaji wako wa biashara unapokuwa katika eneo la biashara. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ikawa unaofurahisha wanunuzi ambao wananunua biashara yako, na ukawa unawachukiza waliokuzunguka unaofanya nao biashara kama wewe. Sema amina ubarikiwe. Sisi unaweza ukanielewa vizuri. Kwa hiyo na uelewe, katika dunia hii Mungu ana watu wake na shetani ana watu wake. Hilo lazima ulielewe. Sema amina ubarikiwe. Popote unapopita, popote unapoenda, tambua ya kwamba Mungu ana watu wake na shetani pia ana watu wake. Kwa hiyo inategemea kwenye kazi unayofanya utakutana na mtu aliyetoka upande upi. Bwana Yesu atusaidie sana. Inaweza ikawa ukakutana na mtu aliyetoka upande wa Mungu katika kazi unayofanya. Inaweza ikawa ukakutana na mtu kutoka kwa shetani katika kazi unayoifanya. Sema amina ubarikiwe. Hilo lazima uelewe kabisa. Maneno yote ya kazi au maeneo yote ya kazi na maeneo yote ya biashara, kuna wajumbe wa shetani wapo. Bwana Yesu asaidie sana. Maandiko yanaweka wazi, unapohudhuria wana wa Mungu na wana wa shetani wako pale pale, wanaotumwa kuharibu maisha ya watu, ikiwa ni pamoja na kuharibia nafasi zao. Hao watu wanatoka upande wa shetani. Mwanadamu alipoumbwa na Mungu, kitu cha kwanza alipewa kazi ya kufanya. Sema amina ubarikiwe. Hilo uelewe kabisa. Alipewa kazi ya kufanya ambayo ilikuwa ni kulima na kutunza bustani ya Edeni. Na kupitikia kazi aliyopewa, shetani alijitokeza na kumfanya mwanadamu afukuzwe kazi aliyopewa kwenye bustani ya Edeni. Ndio maana maandiko yanasema Mungu akamfukuza mwanadamu kwenye bustani ya Edeni, akamfukuza kwenye eneo la kazi. Kwa hiyo alipokutana na vita kwenye eneo la kazi, ufahamu ya kwamba haikuanzia leo. Bwana Yesu asaidie sana. Ilianza tangu bustani ya Edeni mpaka leo kuna shida. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na ubarikiwe. Sema amina na ufanikiwe. Sema amina na uendelee. Sema leo, kuanzia leo, sura yoyote ya uchawi inayotembea kwenye kazi ya mikono yao ikakutane na uso wa Bwana Yesu aliye hai. Sema amina ubarikiwe. Anza kupata mafanikio. Anza kupata mafanikio. Nasema utayapata kwa jina la Yesu aliye hai. Yoyote aliyekuwa na roho ya upinzani kwenye eneo ambalo unafanya kazi, leo atolewe kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Yoyote anayejificha kwenye mazingira ambayo unafanya biashara na anakutesa na anakunyima amani na hauna uhuru na kazi unayoifanya, leo atolewe kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Sema leo atolewe hapo kwa damu ya Yesu aliye hai. Na leo atatolewa kwa jina la Yesu aliye hai. Atakuacha ufanye biashara zako kwa uhuru. Atakuacha uone kipato chako kwa uhuru. Sema amina ubarikiwe. Yesu akasema hawa watu katika kazi wanazozifanya nitawabariki kwenye mashamba yao. Lakini toka hiyo ahadi ya kufanya kazi kwenye mashamba hujawahi kuona baraka ya shamba lako. Anza kupata baraka ya shamba lako kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina utabarikiwa. Ndio toka umetoka
na kuingia, hujawahi kurudi na faida. Sema amina, ubarikiwe. Kuna watu wataanza kuona faida hapa kwa damu ya Yesu aliye hai. Umekanyaga hapa leo na kuambia anza kuona faida kuanzia masaa haya kwa jina la Yesu aliye hai. Yoyote aliyekuwa anakupa roho ya hasara leo atoke na uone faida ya hicho unachokifanya kwa jina la Yesu aliye hai. Utafanya kazi na utapata pesa na utaanza kujenga na utaanza kuvaa vizuri na utaanza kumtolea Bwana kwa haki pasipo manung'uniko. Leo fanya kazi na Yesu akuachilie kazi, uje kumtolea Bwana bila malalamiko ndani yako. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utafanikiwa. Leo itawezekana kwa Yesu aliye hai. Tembea kwa kujiamini leo kupitia Mathayo 20 hii. Kuna kitu Yesu amekusudia kwenye shamba unalolima, kwenye mifugo uliokuwa nayo, kazi unayofanya kazi. Mifugo yako ni kazi uliojiajiri, shamba lako ni kazi uliojiajiri. Nenda kaone matokeo, nenda kaone matokeo, nenda kaone matokeo. Amesema katika neno lake hakutakuwa mtu mume wala mke atakaye kuwa tasa. Na kuambia biashara yako ikazae mapacha, chochote unachokifanya kikazae, kazi unayoifanya ikaongezeke kwa damu ya Yesu aliye hai. Yoyote aliyekamata mikono yako ya kazi na kuambia izae leo kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema nimekusudiwa na Bwana Yesu leo. Ndio, kuna watu walikuwa wanatafuta kazi na hawatoki, na hawafaniki, na hawabariki. Leo kuna watu wana CV zao leo hapa na kuambia utatoka na utaenda kuona matokeo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amini leo kuna engo za shetani zilizotesa maisha yako. Amini leo zinawekwa chini kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo amini kabisa. Kuna wachawi wamekufunga miaka mingi. Pandisha kiwango cha imani leo, utamwona Mungu anafungua malango ya kwako ya baraka na mafanikio. Anasema malango yako yatakuwa wazi daima. Haya ni malango ya kazi na biashara. Umeajiriwa na kuajiriwa, anasema atainua mataifa. Malango yako yatakuwa wazi daima, mchana na usiku. Sema amina, ubarikiwe. Kuna watu wananielewa hapa. Kuna watu wakati wa usiku inatakiwa walale wakiwaza wataamka saa ngapi, wakutafute wewe hapo kwa ajili ya mipango ya kibiashara, miradi na kazi. Sema amina na utabariki. Kuna watu wananielewa vizuri. Mpe Mungu nafasi kubwa pale unapoamua kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amua kumgeukia Mungu kweli katika nafasi ambayo unamtafuta Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie. Matatizo ambayo uko duniani hanayo hapa, hakuna matatizo mengi. Kuna watu tu ni maeneo yao ya kazi ndio yamesababisha kila kitu katika maisha yao. Bwana Yesu atusaidie. Katika afya zao, Bwana Yesu atusaidie. Aidha wengine hata walifukuza kazi wakaonekana hawana thamani kabisa kwenye familia. Bwana Yesu atusaidie. Ila wakati walipokuwa na kazi walisaminika sana na walikuwa ni kimbilio la wengi. Bwana Yesu atusaidie. Lakini toka shida ilipoanzia kazini akafungua na shida ndani ya nyumba, kila mmoja amemdharau saa hii. Sema amina, ubariki. Naongea nao watu na baada ya hapo wakapigwa na maradhi. Sema amina, ubarikiwe. Wakapigwa na matatizo. Sema amina, ubarikiwe. Na hawakuishia hapa, na mtani wakainuka. Wakati akiwa na kazi alikuwa anajidai sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Sema leo Yesu nisaidie. Kila shida iliyonipata nikiwa kazini leo naikataa, leo naipinga, leo naiondoa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa.
Kuna watu wananielewa. Kuna watu hapa tokea wamepata matatizo hawawezi kuwaona tena wale marafiki waliokuwa nao wakiwa kazini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Toka umeanguka kwenye anguko la kibiashara, marafiki zako wote katika eneo la biashara wamekukimbia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ubarikiwe. Uelewe kabisa huo ni mpango wa shetani ili kukuaibisha kwenye maisha yako. Sisi unaweza ukanielewa. Sema amina, ubarikiwe. Na ijulikane Mungu siku ya leo kwenye maisha yako haya. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisikilize, Mungu ana kiu ya kukufariji sana, zaidi ya wewe jinsi unatamani Mungu akufariji. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atuongoze katika nafasi ambayo uko nayo. Ndio, kuna watu hapa toka wamemaliza maisha yao ya kazini, marafiki nao wamepungua kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Toka kipato kimepungua, hakuna mtu anayekuona wewe ni wa maana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa. Nisikilize, katika maisha yako ya kazi mpe Mungu nafasi kubwa sana. Na baada ya maisha yako ya kazi kuna watu Mungu atakupa wa kwako. Sema amina na utafanikiwa. Kuna watu katika maisha yetu ya kila itwapo leo hawakupendi kwa jinsi ulivyo, wanakupenda kulingana na kazi unayoifanya au kwenye nafasi ambayo upo, aidha ya kibiashara, ya kujiajiri na kuajiriwa, au kampuni fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Hao usielewe kwamba wanakufuata wewe, hawakufati wewe, wanafata kile ulichokuwa nacho. Siku kinaondoka na wao wanaondoka. Sema amina, ubarikiwe sana. Siku kinatoka na wao wanatoka. Sema amina, ubarikiwe sana. Siku naibika na wao wanakimbia. Sema amina, ubarikiwe sana. Rafiki wa kweli katika maisha yako utamjua wakati wa matatizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utafanikiwa. Sisi unaweza ukanielewa. Na rafiki wa kweli wa kwanza katika matatizo, hakuna atakayetokea duniani kama Yesu Kristo aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Yeye ndio rafiki wa kweli, ageuki wala atageuka. Utamwambia shida zako hata kaa hazitangaze. Bwana Yesu atusaidie sana. Si kuna mtu ananielewa? Nisikilize, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote utazidishiwa. Usikae uiabudu kazi unayoifanya. Bwana Yesu asaidie sana. Sisi unanielewa, usikae kuifanya kazi unayoifanya kwa hofu. Bwana Yesu asaidie sana. Hakikisha katika kazi unayoifanya unamtanguliza Mungu, unamkabidhi Mungu, unammilikisha Mungu. Unamruhusu Mungu aingilie kati na kuiongoza ile kazi unayoifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa vizuri. Sema amina, ubarikiwe. Ndio, usikubali kuamka asubuhi na kutoka. Hiyo utakuwa umejiamsha na umeenda wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakikisha kila kitu unachokifanya unamshirikisha Mungu kwanza kabla hujaanza kukifanya. Asubuhi yako mshirikishe Mungu, ofisi yako mshirikishe Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Biashara yako mshirikishe Mungu. Kisha na uelewe kabisa unapotoka kwenda kazini unaenda kwenye vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Unapoenda kwenye biashara unaenda kwenye vita. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ubarikiwe. Kila unachokifanya huku duniani ni vita. Kwa hiyo haitakiwi uende wewe, tanguliza Yesu ambaye ni Bwana wa vita. Sema amina, ubarikiwe. Ukishatanguliza wewe, kwa kuwa ni vita ya kazi unaiendea, ni vita ya biashara unaiendea. Sio kila itwapo leo utaenda kwenye biashara yako na utakuta amani pale. No, utakutana na vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Wakati unamtanguliza Bwana hapa kwenye ile kazi na kumshirikisha, hiyo vita siku hiyo haitakupata. Yesu atakuwa ngao yako, Yesu atakuwa silaha yako, Yesu atakuwa mtetezi wako. Ndio Daudi akasema hapa, na moja na haya yote niliyoyapata katika biashara yangu, katika vita ya watoto, ninajua mtetezi wangu yuko hai, atasimama juu ya nchi, na leo atasimama kwako.
na leo atasimama kwako, na leo atasimama kwako, na leo atasimama kwako, na leo atasimama kwa watoto wako, kwenye biashara yako, kwenye ofisi yako, kwenye kazi zako, kwenye miradi yako, kwenye mifugo yako. Leo Yesu atasimama mwenyewe. Sema amina na utabarikiwa. Ninaongea na watu ambao ninaona wana matokeo kwenye kazi zao hapa, na anayewapa haya matokeo ni Yesu aliye haki. Wewe biashara iliyokufa, pokea matokeo leo. Miradi iliyokufa, pokea matokeo leo. Unaweza ukaelewa hicho kitu? Kuna watu wanafanya biashara na hazitoki. Pokea matokeo leo. Ndio. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema ninaenda kinyume leo na kizuizi chochote kwenye eneo la biashara yangu kinachozuia biashara yangu isionekane au isitoke kwa wakati, kwa jina la Yesu aliye hai. Na kuambia utaenda kulipwa sawasawa na unachokifanya. Mungu akubariki katika kazi zako. Kuna mtu anaelewa hapa? Sema amina ubarikiwe. Leo kuna watu ambao wameandaliwa watatoka hapa kama mashujaa, mashujaa wa Yesu Kristo aliye hai. Sema amina na utafanikiwa. Ndio, Mungu akusaidie ukalipwe haki yako unavyostahili. Bwana Yesu atusaidie sana. Na utamwona Bwana. Ninachotaka uandae moyo wako. Kuna watu watarudishiwa haki zao za msingi leo hii hapa, kwa jina la Yesu aliye hai. Pale kazini utaona furaha. Yaani biashara yako utaanza kuifurahia.